Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo na kwa namna ya pekee kuwashukuru sana kwa wale ambao tumesafiri kwa pamoja kwa siku hizi 40. Leo ni siku ya 40 ya mafungo yetu ya Kwaresma ya siku 40. Kwa siku 40 tumekuwa tukisafiri kwa pamoja, kutafakari kwa pamoja. Ninakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukinifuatilia na kukomenti, umekuwa ukilike, ukishare ujumbe kwa watu wengine. Mungu Mwenyezi akubariki sana kwa utume huu ambao umeufanya kwa siku hizi 40. Na leo katika kumalizia niseme jambo hili kwamba tumeruhusu msalaba kutubadilisha kwa kiasi gani. Tumeruhusu msalaba kubadilisha ndani yetu kwa kiasi gani. Ndugu zangu wapendwa, mara nyingi sana tunaangalia msalaba kama ishara ya mateso ya Yesu. Tunaishi hapo. Na ni ukweli. Lakini swali la mwisho la juma hili kuu ni hili. Tumeruhusu msalaba huo kubadilisha maisha yetu? Au tumeishia pale tu kwamba msalaba ni ishara ya mateso, tunatazama hivyo? Nakumbuka siku moja nikiwa na rafiki yangu, tulikwenda kwenye Adoration Chapel kwa ajili ya kusali. Adoration Chapel moja nzuri sana. Na kule ndani kwenye ile chapel hakuna viti. Kuna carpet nzuri sana na kuna watu. Kwa hiyo watu wanakaa chini, au wengine wanapiga magoti, wengine wanalala kifudifudi. Kila mmoja ana style yake ya kukaa kusali. Kwa hiyo kila mmoja yuko hivyo. Kwa hiyo kwenye kile kikanisa unapoingia, kwa sababu kuna carpet ndani, kwa hiyo unavua viatu pale nje. Kwa hiyo watu wanavua viatu pale nje, alafu unaingia ndani kule, alafu unasali. Ukimaliza unachukua viatu vyako, unaondoka. Tulipokuwa tunaingia, tukavua viatu. Alafu tukavua viatu, tukaingia ndani. Tulipotoka, yule mwenzangu akaniambia, unajua ni kweli watu tumevua viatu pale, tumevua viatu, tukaingia kwenye kile kikanisa kizuri, lakini sijui ni wangapi wamevua ubinafsi, wamevua kiburi kabla hawajaingia kule ndani. Nikamuuliza, nikamwambia, okay, ngoja tuanze na wewe. Wewe umevua, alafu tukaishia kucheka. Ndugu zangu, watu wengi sana leo wanavaa misalaba shingoni. Labda tunavaa misalaba shingoni, lakini hatubebi misalaba moyoni. Hatubebi msalaba moyoni. Tunavaa msalaba wa Yesu shingoni, lakini je, tunavaa huo msalaba pia moyoni? Tunabeba huo msalaba pia moyoni? Watu wengi leo labda tunatamka amani ya Kristo, amani ya Kristo, lakini inawezekana labda ni sisi tunaishi kwenye visasi, tunaishi kwenye hasira. Hiyo amani hatuna kabisa. Sasa Alhamisi Kuu, huenda watu wengi sana walioshwa miguu kama ishara. Lakini tunapaswa, ndugu zangu, kujiuliza, hivi ni kweli tumeoshwa miguu, lakini tumeoshwa na mioyo? Tumeoshwa na mioyo? Ndugu zangu, katika juma hili kuu ambapo tupo sasa, kanisa linatuletea swali hili, na nataka tuweke hili swali ndani yetu. Je, Kristo amekufa bure moyoni mwangu? Kristo amekufa bure moyoni mwangu, au kuna manufaa ya Kristo kufa moyoni mwangu? Mtume Paulo akiandika kwa Wagalatia, ile sura ya 2 mstari wa 20, anasema kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Anaishi ndani yangu. Ndugu zangu wapendwa, hiyo sio tu falsafa nzuri, lakini huo ni wito wa maisha mapya. Unajua, msalaba wa Yesu haukuwa tu ni tukio la kihistoria, hapana. Ulikuwa ni mwaliko wa mabadiliko ya ndani ya kila mmoja wetu, mabadiliko ya kweli na ya kudumu. Kuna habari ya mfungwa mmoja ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha, na akiwa gerezani alifanikiwa kupata Biblia. Kwa hiyo akasoma mateso ya Kristo. Aliposoma yale mateso ya Kristo, unajua, alibadilika kabisa. Akaanza kuwahubiria wafungwa wengine kule ndani. Akaanzisha vikundi vya sala kule ndani. Na baadaye alipewa msamaha kwa sababu tu ya mwenendo wake ulikuwa mpya kabisa. Ulileta mabadiliko ya pekee kule ndani, mpaka kwa askari walibadilika.
Alipoulizwa ni nini kilimfanya abadilike kabisa, alisema kwamba nilipoona mateso ya Yesu, niliamua na mimi nife na kufufuka ndani yangu. Nilipoona mateso ya Yesu, na mimi niliamua nife na kufufuka upya kabisa ndani yangu. Ndugu zangu, hili ndilo lengo la Juma Kuu. Unajua, Pasaka sio tu sikukuu ya kushangilia tu, bali ni fursa ya kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Kwa hiyo leo tunapokaribia siku hii ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, unajua ni muhimu tujiulize hilo. Tuko tayari kufufuka pamoja naye, kufa na kufufuka pamoja naye. Lakini hatuwezi kufufuka bila kufa kwa dhambi zetu. Lazima tufie dhambi ili tuweze tufufuke sasa. Basi ndugu zangu, tuombeane neema ya kubadilishwa. Si kubadilika kwa nje tu, bali kubadilika kwa ndani kabisa kwenye nafsi zetu. Ninawatakia Pasaka njema yenye baraka na mafanikio. Again, ninawashukuru sana kwa kufuatana nami, na kama hujawahi kusubscribe kwenye channel hii, na kualika usubscribe na uendelee kutuma ujumbe huu. Nitakuwa naendelea kukuletea mafundisho kila siku, kila mara. Kwa hiyo ninaomba tuendelee kufuatana tena ili tuendelee kujifunza pamoja neno la Mungu. Mbarikiwe.